Karibu ndani ya Darajani 1905, podcast yako ya kwanza kabisa inayojia kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Hapa ni uchambuzi wa mechi ambayo imepita muda mchache uliopita kati ya Chelsea na Arsenal kwenye uwanja wa Stamford Bridge, sare ya bao 1-1. Mchezo ukiweza kumalizika hivyo, lakini baadhi ya matukio ambayo yalikuwepo kwenye mchezo huu utapata kuyasikia kwenye uchambuzi huu ambao tutakuwa na wenzangu ambao watakuwa moja kwa moja wanakuletea uchambuzi uliotukuka. Niko hapa na Simon Barnabas ambaye ameutazama mchezo vilivyo na atatuletea baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuvitazama yeye akiwa kama mchambuzi. Wewe pia msikilizaji wetu unaweza kusubscribe YouTube, lakini pia unaweza kufollow kupitia mtandao wa Instagram kupitia Darajani 1905 ili uendelee kuwa pamoja na uendelee kutia support. Tuanze moja kwa moja ya bwana Simon Barnabas ambaye leo hii ni mchambuzi wa zamu. Niambie, mechi umeionaje na kitu gani ambacho umekiona kwenye timu yetu ya Chelsea kwa siku ya leo? Kwanza asante. Mechi miongoni mwa mechi bora sana ambazo nimezishuhudia msimu huu ni mechi ambayo tumeiona muda mrefu kati ya Chelsea na Arsenal. Miongoni mwa mechi bora sana. Ukiachana na ile mechi ambayo tumecheza na Barcelona, hii ni kwa mechi bora sana. Na hisi kwa EPL inaweza kama mechi yetu bora kuliko zote. Kwanza ukilinganisha na mpinzani ambao tumekutana naye ambayo ni tunaweza kusema kwamba ndio timu bora kwa sasa hivi EPL. The way wanavyozuia, the way wanavyoshambulia, the way wanavyocheza, muda mwingi wana dominate game nyingi sana, lakini kwa jana kwa mchezo wa leo tumeweza kwenda nao toe to toe. Ni moja ya mechi bora sana. Approach ilikuwa ni nzuri, wachezaji ule utayari ulikuwa ni mzuri kwenye game. Wametoa 100% kwenye game ya leo. Naamini kabisa kabla red card tulikuwa tunaweza kuwafunga vizuri kabisa, kwa sababu tulikuwa tuchaanza kwa suffocate. Kwa bahati mbaya tukapata red card, ndo matukio yakaanza kubadilika. Kwanza kabisa tukianza na the way tulikuwa tunafanya build up yetu ya build up yetu, kwa tunaanzisha mpira na Sanchez na mabeki wetu. Kwa tunaanza tunapiga pasi kwanza fupi kwa hapa nyuma, tukiwavuta watu wa Arsenal, wachezaji wa Arsenal waje. Walikuwa wanakuja Merino, wanakuja Saka, anakuja na Gabriel sometimes. Anasogea tena Declan Rice. Akishasogea kwa unaangalia mpira uko unarudi kwa Sanchez mara moja. Kisharudi kwa Sanchez, alikuwa anauhamisha mbele, either kwa Pedro Neto ama kwa Estevao kule. Ama kama hujafika hata kule mbele, basi unaenda kwa Gusto anaenda ndo tunaanza pale safari inapoanzia kwenda. Hii ilikuwa na maana gani? Ukishawavuta Rice, ukimvuta Gabriel, ukimvuta Saka, na maana unafanya wewe mbali yeye pamoja na mabeki wao. Wakishakuwa mbali na mabeki wao, na maana utapata zile situation za 1v1. Mfano tumeangalia mara kadhaa Estevao kwa 1v1 kwa anaenda na Carafiori, 1v1 pia Pedro Neto alikuwa anamface Timber, japo mguu ambao alikuwa anatumia ulikuwa so favorable kwake, lakini tulikuwa mazingira yalikuwepo. Lakini pia ukishamvuta Rice, ina maana pale katikati unamwacha, ukishamvuta Rice na Eze, pale katikati unamwacha peke yake, Zubimendi, ambaye pia sio energetic vile, ila ni ball controller, sio energetic kwamba anaweza cover space kubwa. Kwa kisha mwacha pale katikati peke yake, ni maana ukishapigwa mpira pale lazima atakutana pale na Enzo, atakutana na Joao Pedro ambaye alikuwa anashuka, anakuja kwa kama kiungo namba 10, japo alikuwa ni namba 9. Kwa hiyo anakuwa pale Enzo na Joao Pedro anakuwa pale hivi moja kwa moja pale katika namba, ina maana tunakuwa na namba kubwa, yani ile numerical superiority tunakuwa nayo kubwa kumliko huyu Zubimendi ambaye peke yake, na sisi tuko na watu wawili ambao ni Joao Pedro pamoja na Enzo. Wakishakuwa pale hivi, Joao Pedro akishuka, ukishaona namba imeshuka ya kiungo cha Arsenal, lazima beki kimoja angetoka kuja kumsaidia Zubimendi. Akishatoka pale anaacha space. Ndo mara kadhaa tumeona tumepata space, tumepata nafasi ambayo moja ni Joao Pedro ilikuwa ibidi tu atulie, amwangalie Estevao amekaa sehemu gani, ampe mpira aweze kushoot, japo akakosa hayo maamuzi. Tupata nafasi kadhaa kabla red card hapo, ambao naamini tungezitumia zile, hata red card isingetokea.
sababu zilikuwa zinaenda kubadili tempo ya mchezo moja kwa moja. Na maana sisi ndio tungekuwa kwenye advantage. Arsenal ndio wangekuwa na sasa wangebidi sasa wafukuzie mchezo. Katika kufukuzia mchezo na the way walikuwa na red, walikuwa na yellow card takriban 3. Wangeweza kuconsider red card wao, ila kwa bahati mbaya hatukutumia nafasi. Tulikuwa tumechukua mchezo ulikuwa kishani kwetu kwamba ilikuwa ni must win. Tulikuwa tunacheza tough, ile kufikana kwenye mwili ilikuwa ni uhakika. Ndio maana unaona tu dakika 12 za kwanza red card yellow card 3 zishatoka, ikimaanisha kwa Arsenal 2 kwa Chelsea 1 ambayo alipata kukulea. Na kenda tu kidogo kama dakika 18 dakika 20 hivi Calafiori akapata red card. Kwa mpaka dakika 22 ukuta wa Arsenal alikuwa mbaki bila yellow card, alikuwa ni mtu mmoja tu. Yes, kwamba iko na advantage. Tusingepata red card maana tungeendelea kwa target kwa pressure. Wenyewe walikuwa vulnerable kupata hiyo red card. Ila kwa sio bahati, Caicedo alikuwa na lengo la kwenda kucheza mpira, Merino akawa mjanja zaidi akatoa mpira akaacha mguu, Caicedo akamshika kwenye mguu. Tukapata hiyo red card. Sasa baada ya kupata red card, mimi mwenyewe nilihofu kwa sababu matokeo ya red card tushapata kama mara kadhaa na yakatuadhibu. Mojawapo ni game ya Man U, game ya Brighton, game ya Newcastle mwaka jana ambayo alipata Jackson. Tukiwa tupata red card kwa tunakuwa off kabisa, atueleweki. Lakini jana ilikuwa surprise kwangu. Maresca hajapaniki, hajataka kufanya sabu, aliwaamini tu kwamba chezeni. Na kweli vijana wali show up. Yaani wamepambana pale katikati. Reece James alikuwa anachukua majukumu ya Caicedo, anachukua majukumu yake vile vile. Yaani aliweza kwa meza Declan Rice pamoja na Zubimendi wakati mmoja. Kwa tuangalia nahisi kwa takwimu ndo mchezaji ambaye amefanywa foul nyingi. Reece James ndo mchezaji aliyepiga pasi nyingi. Ndo mchezaji ambaye ameshinda mipira ya kugombania ya chini zile ground duo zile. Ameshinda kwa 100% na mipira 3 kwa statistics. Kwa hiyo alikuwa na performance kubwa sana. Yaani uwe kama ni beki namba 2. Hata hiyo kwa man of the match ana deserve. Amasuffocate sana kiungo cha Arsenal. Ni mtu mmoja amasuffocate sana. Kwa hiyo all game ilikuwa ni nzuri sana. Na hasa kwetu kupata game 3 mfululizo ambazo tumecheza vizuri, kimaanisha kuanzia kwa Brighton, Barcelona, Arsenal, intensity kubwa. Hii ni message tosha kwamba timu yetu sasa imetoka kwenye ile level ambayo tulikuwa wanatuzungumzia. Sasa tuko kwenye level ya ushindani. Kitu kingine ambacho nimekipenda ni Fofana na Chalobah. Ukuta huu nahisi wakiendelea kuamini vizuri utatupa kitu kizuri sana. Yaani Fofana amekuja kuongeza kitu. Kwanza ile aggressiveness kwenye kukaba. Yaani sio beki ambaye mshambuliaji utamani, yani utapata mpira afu utamani kumfuata. Ila yani hilo utapata mpira unatamani umkimbie. Yaani aidha utanguliza mpira mbele pale ukimbie muache ufike mpira wako kwa magara, lakini sio kwamba utatamani ufupe mpira umfuate ufike mzunguko kama ilivyo kwa Tosin au Chalobah. Japo Chalobah sasa hivi pia ame-improve. Hata 1-1 unaona anazuia sana piga tako na vitu kama hivi. Kwa Fofana kaongeza kitu kubwa sana. Na hata mpira ya juu anaicheza. Kwa beki ilikuwa imetulia vizuri kabisa. Marogusto kapiga game moja nzuri sana. Kwa in short, wachezaji walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano na hii game na wametuonesha. Anaishi bila red card kwa tunatoka na ushindi wa goli 2. Hata 3 ingewezekana kabisa. Na clean sheet nilikuwa naiona kabisa. Sababu Arsenal mpaka tunapata red card. Mashambulizi yao hatari. Sidhani kama anafika hata 2 hayakuwepo. Tulikuwa tushaanza kwa suffocate kabisa.
Kwa hiyo in short game ilikuwa ni game nzuri sana. Tumepiga game nzuri sana. Okay, nikushukuru sana Simon Barnabas ambaye umetuletea uchambuzi huu ambao kiukweli kwa anaelewa atakuwa anaelewa nini ambacho kilitokea kwa jana hata kama hakupata nafasi ya kuitazama mechi. Abdulkarim Athumani, niambie wewe kwa upande jana kocha wetu Enzo Maresca aliweza kuwin licha ya changamoto ambazo tunakutana nazo za majeraha kadhaa, mechi mfululizo na ni mechi tough zote, lakini bado still tuliendelea kuwa bora kwenye mchezo huo dhidi ya favorite team ambayo inapewa nafasi ya kufanya vizuri kwenye EPL msimu huu. Uliona nini Abdulkarim Athumani? Asante. Mimi kwa mtazamo wangu kwanza niwapongeze wachezaji wetu, wameweza kujituma licha kadi nyekundu lakini wameonyesha mchezo mzuri. Niwapongeze kwa kweli. Kwa upande wangu mimi cha kwanza ambacho naona ilikuwa ni uimara wa timu yetu kwanza ni mbinu za kocha wetu Enzo Maresca. Aliingia na mbinu moja nzuri ambaye aliweza kuikabili Arsenal kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Arsenal jana hapo tunaangalia kwenye vibanda hivi vya mpira na mashabiki wengi wanakuambia Arsenal leo haipo kwenye kiwango chake. Lakini ukweli kwamba sio kwamba Arsenal haikuwa kwenye kiwango chake, bali ni mbinu ya Enzo Maresca ambayo alienda nayo kuwakabiliana Arsenal. Angalia namna ukianza kwa goalkeeper wetu jinsi alivyokuwa na performance nzuri, save kadhaa alizofanya ziliweza kutuweka hai kuanzia dakika ya mwanzo mpaka dakika ya mwisho. Pia kwa mabeki wetu wakati ukianza na Wesley Fofana na Trevor Chalobah, kwa sasa tuna ukuta moja imara sana. Mechi kama 3 za mwisho ambazo wamecheza kwa pamoja wameruhusu kama sikosei ni goli moja kama takwimu zangu zipo sahihi. Unaona ni ukuta ambao umeimarika, wanacheza kwa nidhamu kubwa, moja akipanda moja anabaki kwenye ulinzi. Ukiangalia mabeki wetu wa pembeni, Cucurella anaendelea kuonesha uimara wake. Jana Bukayo Saka amekuja kupata tu kutembea zile dakika ambapo tulishapata kadi nyekundu. Unaona mabeki zetu wa kulia Malo Gusto na James, siku zote mimi huwa na enjoy sana nikiwaona hawa wanacheza kwa pamoja, huwa nafurahi sana. Moja akienda kwa attacking, moja anabaki kama defending, na huwa hakuna anayebaki kama ana stick kama ni beki namba 2 pase. Moja huwa akipanda mwingine anashuka. Kwa hiyo unaona ni timu gani, unaona ni namna gani huwa wakianza kwa pamoja tunakuwa na balance. Timu ina flow na wanaitembeza timu, wanashambulia. Jana James amenikosha sana na ndo alistahili kabisa kuwa man of the match. Alikuwa ana defend, anashambulia, anacheza role ya Caicedo baada ya kadi nyekundu. Unaona ni timu ilikuwa ni vizuri. Ukija kwa mawinga wetu Pedro Neto kama kawaida yake, unaona ni mtu ni mpambanaji. Yeye haogopi, ni twende mbele. Kwa hiyo na mwenzake huyu Estavio Williams, dakika ambazo alikuwepo uwanjani aliwapa wakati mgumu sana Arsenal. Alikuwa anawafanya mabeki wa Arsenal wasipande mbele. Alikuwa anawageuza anavyotaka. Bahati mbaya tu eneo la mwisho ndo alikuwa na ufanisi. Pasi zake kadhaa alizokuwa anapiga, anajaribu kupiga kutoka pembeni, anajaribu kulenga goli, lakini bahati mbaya haikuzaa matunda. Ukija kwa Enzo Fernandez naye alikuwa na mchezo mzuri, bahati mbaya eneo la mwisho nafasi kadhaa alizopata kipindi cha kwanza alishindwa kuzitumia. Alikuwa kama na kitete, shindwa kutumia. Tungeweza kuibuka na ushindi, labda kipindi cha kwanza tungeimaliza mechi. Alikuwa ni mshambuliaji wetu ambaye kwa jana alikuwa ni Pedro. Alisimama yeye, alikuwa na uwezo kuondoka na watu. Kuna chance aliipata kipindi cha kwanza, weza kupiga chenga mabeki. Bahati mbaya kwenye kupiga shuti na yenyewe ndio changamoto. Kwa hiyo unaona ni mechi ya jana tumekosa umakini, ila ni mechi ambayo tulikuwa na uhakika wa kushinda. Na ndio maana leo hii watu wanakuambia Arsenal hakuwa kwenye ubora wake. Hapana, Arsenal sio hakuwa kwenye ubora wake, bali alikutana na surprise. Kila mtu aliamini Chelsea akiingia pale anaoga, lakini anaoga mvua ya magoli. Lakini washika mitutu wale
bahati mbaya Mitutu walielekezea upande wao na wangeweza kujishuti wenyewe. Jana walikuwa na hali tete liti ya kadi nyekundu kwa mwamba wetu huyu Muecuador, Caicedo, mwamba kweli chuma cha Mjerumani hichi. Baada ya kupata kadi ndipo Arsenal wakaweza yao wakaanza kutushambulia na hatimaye wakapata lile goli ambalo nasema ilikuwa ni goli ambalo sijui niweze kulitafsiri vipi, lakini ndivyo mechi ilivyoisha kwa moja. Ila kwa ufupi timu yangu jana ilikuwa na mechi nzuri na wamenifurahisha kwa kweli. Okay. Naam. Asante sana kwa uchambuzi huo ambao tunaendelea kukuletea wewe msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya YouTube. Nikwambie tu kwamba kwa faida ya mtu mwingine ambaye hakuitazama mechi, pia tulicheza dakika zinazozidi zisizopungua 50 tukiwa pungufu dhidi ya Arsenal. Lakini unafikiri kumkosa ni zipi hiyo mitatu ambayo inafuatia? Karim, unafikiri kuna shida yote tunaweza kukutana nayo, na je, kuna tiba yote ambayo kocha anatakiwa kuitafuta ili pengo la Caicedo lisiweze kuonekana? Nadhani kwa mechi hizo tatu ambazo tutamkosa Caicedo, nadhani kuna mechi ya Bournemouth, nyingine ukiachana Bournemouth, nyingine ni kidogo takwimu zangu. Naam, kuna Leeds, kuna Leeds na nyingine moja. Sasa kwenye hizo mechi ambazo tutamkosa Caicedo, nadhani kwetu sisi ni pengo, kama unavyojua kazi yake uwanjani, namna anavyoleta balance kwenye kujilinda, kwenye kuwaweka mabeki wetu salama. Kutakuwa na mtikisiko kidogo, lakini naamini ili hali watakuwepo 11 timu pinzani na sisi tutakuwa 11, na hasa ukizingatia kiwango cha James anavyocheza, na ataenda kupartner bila shaka. Sasa hivi Andre Santos ndo atachukua nafasi yake kwa hizi mechi, kama kocha ataona anafaa kwa kila mechi. Nadhani hakutakuwa na pengo kubwa, ila pengo litakuwepo. Lakini kama unavyojua Caicedo hakuna mtu ambaye haoni umuhimu wake. Mchezaji wa viwango vya juu sana. Angalia namna yake ya kukaba, namna yake ya kupiga pasi, namna yake ya kushambulia na namna yake ya kujilinda. Kwa mechi hizi tatu lazima pawe na mtikisiko, lakini sioni kama itakuwa ni pengo kubwa sana kutokana na aina ya wachezaji tulionao kwa sasa, na reti zao huwa zitofautiani sana kwa kila mechi. Asante. Mimi yangu kuhusiana na Caicedo ni hayo. Okay, Simon Barnabas, mbio za ubingwa tayari tulisha kuwa kama watu wengi walishatuashia taa ya kijani kwamba inaonekana moja kwa moja tunaweza tukampa challenge kubwa Arsenal pamoja na Man City ambao ni favorite kwenye issue ya ubingwa. Lakini mpaka tunapozungumza dakika hii Arsenal ana pointi 30 ambaye anaongoza ligi, lakini Manchester City yuko nafasi ya pili akiwa na alama 25, sisi tunafuatia tukiwa na alama 24 kwenye nafasi ya tatu. Pointi 6 nyuma ya vinara Arsenal. Unaiona Chelsea ikiwa kwa namna ambavyo imeanza kuimarika kwa siku za karibuni inaweza kulifupisha gap la pointi 6 na kuwa angalau kuwa karibu zaidi na Arsenal na kuweza kuwepo kwenye mbio za ubingwa msimu huu? Naiona. Sababu ukiangalia game ambazo Chelsea amebakiza big game na hizi ni moja tu dhidi ya Man City. Hizo amebakiza timu ambazo tutasema ni mid table team, ambazo timu tukipiga game zetu vizuri ni ushindi tunasema ni 89% mpaka tuseme 100. Sababu ukiangalia tuna game na Leeds, tuna game na Bournemouth, tuna game na Everton.
kuna game na Newcastle na ndio tubaki nao ambao hao, na ukiangalia hapo kile ambacho tunaenda kuiongeza ya Palma sasa hivi ni game ambazo tunaweza tukashinda game zote hizo. Sababu kingata before ya leo kuna game tumeshinda hapo game takriban kama 4-5 hivi mfululizo. Kwa hiyo tukishinda game 4-5 mfululizo, Arsenal either akaenda kudondosha alama, si tusidondoshe, na muda bado, mzunguko wa pili bado, tupo kwenye mbio za ubingwa, na mimi tupo kwenye mbio vizuri tu. Na ungeza kitu hapo kwa pengo la Caicedo na game moja pia na James hata kuwepo kulingana na Maresca. Kwa tutegemea kuona kiungo cha Andy Santos pamoja na Enzo either na Palma juu yao, au kidogo alitoka Brighton anaweza kapa au ndio kwamba James atacheza game ya Leeds, akasema hapana, kwa sababu leo kacheza dakika 90 kuendelea kumanage, itabidi game ya Leeds asiwepo. Na sio pengo sana kwa sababu wale Leeds pia ni nani ya kawaida sana, ni quality yao ya kawaida sana, sio wonderful hivyo. Kwa hata Andy Santos na Enzo wakikaa pale kwenye kiungo, Palma wana game vizuri kabisa. Kwa sio shida. Kwa tuendelee kumwombea tu Arsenal apate hata sare 2. Kisha pata sare 2, sisi tukishinda atakuwa ametuacha na hisi kwenye alama labda 2 au tutakuwa tunalingana. By then mzunguko wa pili ndio utakuja kuamua bingwa halisi ni nani. Na the way sisi tunaenda kuimarika itakuwa vizuri sana. Cha msingi sana tunaomba tu washambuliaji wetu wajaribu ku step up. Nafasi ambazo tunazipata wangekuwa wanazitumia mapema, inatoa kwenye relax. Kwa mfano jana Joao Pedro kapata kama nafasi 2 hivi, kuna moja ambayo walifanya pressing wakawa wamenani mpira. Ilikuwa tu issue ya kumnani ya kumpasia tu Estival kwenye eneo nzuri sana. Ila baadaye akakaa na mpira mpaka anakuja kutoka kwa Enzo, mpira uchachelewa sana. Sasa watu ungepata goli pale, ina maana sisi pale tungekuwa tumechukua mchezo tena. Hasa ndio ngao wanatufukuza. Ya tunapokosa mara moja mara 2 tunaendelea kupaniki, ndio madhara kama hayo yanatukuta, tunapata kadi ambazo wanaona jamaa nyingine hazikuwa necessary. Ila mbio za ubingwa tupo, na ninachoamini mimi mpaka muda huu. Okay, kwa dakika kadhaa niwape fursa ya kuzungumza juu ya ubora ambao anaendelea kuonyesha Enzo Maresca, kocha kutoka Italiano ambaye siku za karibuni amekuwa ni moja ya wahanga wakubwa juu ya matokeo ya Chelsea pale ambapo tunaonekana tumepata matokeo mabaya. Lakini kwa siku za karibuni ameonekana mbinu zake kama zinaanza kuzaa matunda. Ukipewa nafasi ya kumzungumzia Enzo Maresca, utazungumza kitu gani kwa wakati huu ambao tunao? Na nianze na Abdul Karim Athumani ambaye utaanza, alafu baadaye atafuatia Barnabas Simon. Asante Costi Imidiwe Kabuje, nashukuru nafasi hii tena. Mimi kwa upande wangu Enzo Maresca, mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namtolea sana lawama kwamba hafiti kwenye kikosi chetu. Ila kadri siku zinavyoenda ananiprove wrong. Ni kocha ambaye kwa sasa unaona anabadilika. Ameshawasoma wachezaji wake vizuri, ameshajua nani nimtumie sehemu gani, ameshajua aende na mbinu gani katika mchezo husika, na ana improve kila baada ya mechi. Angalia namna alivyombadilisha goalkeeper wetu huyu Robert Sanchez. Ni Robert Sanchez sasa ni yule ambaye alikuwa Brighton, na sasa ndo tunamuona save anazofanya. Ni ngumu sana kumfunga katika ile tunasema ile nafasi ngumu ambayo unaona ni goalkeeper wachache wanaweza kuokoa, lakini ni ngumu sana kumfunga Robert Sanchez kwa mipira ile. Kwa sasa unaona makosa yake yale yalikuwa anaanzisha mipira ovyo, wapinzani wanaipoka na wanafunga. Sasa hivi makosa yale yamepungua. Ni kazi yake Robert Sanchez. Ni Enzo Maresca
ambaye ameifanya ndani ya kipindi hichi, na uwezi ukaona tena mimi ni miongoni mwa watu ambao naweza nikamlaumu kocha. Kocha Enzo Maresca alikuwa ni muhanga wa mechi kubwa. Angalia sasa hivi tunavyo manage mechi kubwa na tunazicheza vizuri. Nadhani shida yake moja tu ambapo akibadilika anaweza akawa ni moja kati ya top coach in the world. Ni namna tunavyopata pressure baada ya kadi nyekundu. Jana naona ameweza kustahimili ile pressure, ameweza kufanikiwa na hajatoka mchezoni, ameendelea kuamini mbinu zake na zimemlipa. Sasa endapo ataprove pia hicho ataimprove hicho kwenye kadi nyekundu, baada ya kadi nyekundu afanyeje, anaweza akawa ni moja kati ya makocha wakubwa sana kwenye ulimwengu wa sasa, ambapo tunaona makocha wakubwa kina Pep Guardiola wanasafa kwa sasa hivi. Sasa mimi kwa upande wangu moja kwa moja Enzo Maresca nipo naye 100%, na muunga mkono, aendelee tu kuamini vijana wake, awatumie katika nafasi husika, tuendelee kupata ushindi. Moja kati ya makocha wakubwa kwa sasa. Asante. Simon? Na mimi bana Maresca, yani ukisikiliza kabla nini, lakini ukisikiliza watu wanapomzungumzia wanasema ni version ya Pep. Unajua hata Arteta sio version ya Pep. Yani the way watu wanapomzungumzia, yani Maresca mpira wake una detail ndogo ndogo nyingi sana. Na hisi ndio maana imemchukua muda wachezaji wake wachezaji kuelewa detail ndogo ndogo ambazo anazihitaji kwenye timu yake. Sasa kwa msimu wake wa kwanza kuna game ambazo kwa tunapoteza easy. Yeye anakuja anasema kwamba Brazil Young iko progressive, na kwa mlengo Chelsea uliokuwa Chelsea tunaona kama bwana kama anazingua huko atale. Bila shaka inawezekana wachezaji wameanza kuelewa zile details zake zile. Anazimpicha kwenye uwanja wa mazoezi. Siku hizi tunaanza kuona outstanding performance. Hata kama tukifunga tunaona timu ina demand. Hata kama tukifungwa mechi tumepoteza, lakini unaona kabisa timu iko na nini, timu ilikuwa inafanya. Issue yangu na Maresca ilikuwa ni moja tu, kwamba baadaye ilikuwa ni kwa msimu ulioisha alikuwa hana ile winning mentality, yani kama kocha, yani ile winning mentality alikuwa hana. Ila kwa msimu huu nimekuja kumuelewa kwamba alikuwa anataka kuweka hiyo pressure, sababu project yake ilikuwa bado iko mbali sana na pressure kama hizi, ambao sasa hivi unaona kabisa hata ukisikia press conference zake unamsikia kabisa kwamba kama juzi anauliza kwa game ya Arsenal, anasema kwamba Arsenal ni timu nzuri, lakini sisi tumejiandaa kushinda huo mchezo. Yaani unaona kabisa anazungumzia hicho kitu ambacho kwa msimu uliopita alikuwa anazungumzia hivyo vitu kama hivi. Alikuwa anakuambia kwamba sisi tutajaribu kucheza katika best yetu na tutaangalia matokeo yatakuja kueje. Bila shaka tulikuwa hatumuelewi kwa sababu alichokuwa na kimpichi kwenye uwanja wa mazoezi na matakwa yetu ilikuwa vitu bado viko mbali sana. Outcome yake tumeanza kuiona kwa sasa. Na mimi mwaka kesho itakuwa maradufu zaidi. Sasa akipata ile matokeo wachezaji ambao wanawataka. Kwa kifupi ni miongoni mwa kocha ambao anachipukia, ambao ni wakali sana sasa kwenye tactic. Yaani kwenye swala technical na tactic ni mtu ambaye anakuja kwa prove watu sana. Sasa hao makocha wakubwa amekutana nao, amekutana na Rusen Eric kama outshine, amekutana na Hans Flick juzi kati tu hapa amemoutshine, akakutana na Neslot kama outshine. Na hata ile kocha Manu ile kadi nyekundu yani ilipelekea nani tu, lakini bado ataenda kukutana nao. Big game simuloisha naisha tukuini hata moja tu, hii naisi ya Totti peke yake. Lakini msimu mpaka sasa hivi tusha collect big game, tumefunga Liverpool, tumefunga Totti.
Arsenal mwenyewe bila kadi nyekundu pia tulikuwa tunamchukua jana. Kwa hiyo ni game kama hizo ambazo zinaweza kaamua ubingwa. Kwa hiyo nasi yupo kwenye right direction. Yupo kwenye right direction. Okay, kuna faida kubwa ya kuwapa wachezaji muda. Kuna baadhi ya wachezaji ambao baada ya kupewa muda waliweza kuimprove na kuweza kuonyesha kitu. Dakika zisizozidi 1.5 kila mtu aizungumzie defense ya Chelsea, lakini moja kwa moja kwenye hiyo defense ya Chelsea ikiongozwa na Roberto Sanchez ambaye amekuwa na partnership nzuri sana kati yake na Trevor Chalobah na Wesley Fofana. Nini ambacho unaweza kuzungumza juu ya Roberto Sanchez anachokionyesha sasa hivi? Kwa Sanchez nahisi kwa msimu uliopita alikuwa yuko down sana. Yaani alikuwa anaonekana kama ni goalkeeper ambaye ni daraja hilo. Ila tangu ile sekeseke ya kwamba Chelsea wanataka combine kwa ajili ya kwenda Nike Club World Cup. Baadaye ili kaja kashindikana. Na ile ni kama ilimshtua bana kwamba nahitaji ku step up. Pale ndo akaja aka step up. Na mpaka sasa hivi tunaona progress kubwa sana. Anaonyesha performance ya hali ya juu sana. Kwenye kuanzia mashambulizi anaanzisha, kwenye ile mipira ambayo alikuwa anapiga sometime na tukosti inapelekea tunafungwa nani. Hizo era zimepungua sana hizo. Lakini pia save, anafanya save sana. Jamaa ana save. Mipira kusave ana save sana siku hizi. Yaani ambayo anafungwa ni zile ambazo impossible, ambayo mtu yote tu angeweza kufunga. Lakini zile ambazo saveable ana save sana. Kwa shukrani sana Simon. Sawa, asante. Nisikie pia kutoka kwa Asmani Abdulkarim. Sekunde 30. Unamwonaje Sanchez? Sanchez kwa sasa namuona ni goalkeeper wa dunia wa viwango vya juu kabisa. Unaona nahisi hata partnership ya mwanzo ilikuwa ni Fofana na Colwill kabla ya kuumia. Nadhani hawakuwa na maelewano mazuri na Sanchez, ila kwa sasa ndani ya muda mfupi, ndani ya mechi 5 hizi 4 unamwona ni Colwill na Fofana, namna gani hata anavyowasiliana nao, namna gani anavyofanya save, namna gani anavyoanzisha mashambulizi, mipira ile, pasi za nyuma zile. Unaona ni watu ambao wameelewana kwa kweli, na inakuwa ni mmoja kati ya ukuta mgumu sana kwa sasa hivi kwa hao watu watatu. Kwa hiyo ni kocha aendelee kuboresha pale kwenye makosa yao, na pia aendelee kuamini huu ukuta hivi. Robert Sanchez aendelee kuwasiliana na mwenzake Chalobah na Fofana, na itaweza kutupunguzia magoli yale ya kufungwa yatapungua, na pia kwa namna ya kuanzisha mashambulizi itakuwa ni rahisi. Umeone hata Chalobah ana dribble mpira, anatembea nao, anaenda mbele, kona anapiga mipira inaingia. Kwa hiyo ni watu ambao tayari wameshaelewana, na kwa sasa hivi tutegemee matunda mazuri kutoka kwao. Asante. Nikushukuru sana wewe msikilizaji wetu ambaye umeungana na sisi tangia tunaanza session hii mpaka muda huu. Tumefikia ukomo wa kile ambacho umeweza kusikiliza. Kumbuka tu mchezo ambao ulikuwa unachambuliwa hapa ni mchezo wa Chelsea dhidi ya Arsenal tukiwa nyumbani, na matokeo ni 1-1. Matokeo ambayo yametufanya tuwe kwenye nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi tukiwa na alama 24 nyuma ya Manchester City mwenye alama 25, nyuma ya Arsenal kinara ambaye ana alama 30. Mchezo ambao unafuata utausikia uchambuzi wake hapa kwa siku zijazo za usoni ni mchezo dhidi ya Leeds United ambao tutakuwa pale Elland Road ugenini, na nikutakie tu siku njema, na Mwenyezi Mungu akijalia tutaweza kukutana siku nyingine. Kwa niaba ya wengi ambao tulikuwa nao hapa wakiongozwa na mimi mwenyewe Himidiwe Kabuje, Mbrazil anayecheza kupitia mdomo, nilikuwa na Abdulkarim Hamis pamoja na Simon Barnabas ambao wamesikika moja kwa moja
kupitia Darajani 1905. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube inayopatikana kwa jina hilo hilo Darajani 1905, lakini pia pale Instagram ni 1905 Darajani. Unatupata hivyo, yani namaanisha Darajani 1905. Asante sana, tukutane wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia, na nikutakie kazi njema na majukumu mengine ya taifa ambayo yanaendelea. Asante sana. Siku njema.